Maziwa. Mguu wangu. Mguu wangu. Bibi. Umenivunja mguu. Pole bibi. Bibi, pole. Pole bibi. Mama ameniua. Mguu wangu. Mama, mguu wangu. Mama. Maisha na matatizo, mbona kama naelemewa? Mtoto wako anauliza, baba mbona hutupendi? Mtoto wako anauliza, baba mbona hutujali? Mtoto wako anauliza, baba mbona hutupendi? Jamani, si mpaka sasa hivi hamna hata mteja mmoja kweli? Mbona jana niliuza tu vizuri? Ila hata robo haijarudi, hata nusu. Shaanza kukata tamaa sasa. Kutereza sio kuangauka, maana kupata mayaliwa kikubwa furaha. Mbora ugali maharage kwenye furaha kuliko menitende kwenye majanga. Shikamoo anko. Marahaba. Ujambo mtoto mzuri? Sijambo anko. Mama anapika chapati nzuri, afu anauza 500 tu. Twende basi ukamchangie. Oh, mako anauza wapi? Kuna kijiwe chake. Kijiwe chake kiko wapi mako? Kipo hapo nyuma. Twende nikapeleke. Basi twende. Maana kupata majaliwa kikubwa furaha. Bora ugali mahade kwenye furaha kuliko menitende kwenye majanga. Mama, nimekuletea mteja. Karibu. Asante. Kwema sister? Kwema, karibu sana. Asante. Chapati shilingi ngapi? Chapati moja 250. Dunduliza kidogo kidogo, maisha yaende, nikiwa mawe sina msongo. Zela yote? Nifungie zote. Maana kupata majaliwa kikubwa furaha. Bora ugali mahade. Karibu. Sawa, na mtoto mzuri sana. Kuliko menitende kwenye majanga, kuanza moja. Kijana, kwanza wewe ni mgeni katika ile eneo. Ninavyokuona tu mimi, vijana wangu au watu wangu wote katika ile eneo langu mimi nawafahamu. Wewe ni mgeni na umemsababishia bibi matatizo. Na wewe ni mtu mzima kama unavyomuona. Tayari mwamvuli ushakunja. Sasa leo tena umekuja katika mtaa au katika eneo kurupu tu uenda kufanya tukio kama hili, kwenda kumsababishia matatizo bibi kama huyu. Yaani unaonekana kabisa wewe ndio mwenye makosa, kwa sababu kwenda kumsababishia matatizo bibi, kumgonga, wewe ndio umemgonga bibi, hata kama yeye alikuwa ndo ana matatizo. Wewe basikeli yako, kwa nini hujafunga site mila basikeli kwanza? Hilo ni tatizo, ni kosa. Unaendesha basikeli bila site mila na unajua kabisa ni chombo ambacho kitakusaidia katika kuona ajali. Sasa leo umemsababishia bibi matatizo. Nikwambie tu kitu kimoja, hii ni kesi kubwa. Yaani sasa kama umemgonga bata. Bata ni ndege ambaye hana akili. Ukimpiga konzi tu anakufa. Sasa nikwambie kitu kimoja, hii ni jela. Na jela hii, yani kifungo ambacho, yani niseme sio miaka 30, zaidi ya 30 utakwenda jela. Nikushauri tu kitu kimoja, maliza hii kesi hapa hapa. Mimi bibi ni mtu wangu wa mtaani. Naweza nikazungumza naye, sawa, na jambo likaisha. Kwanza niseme samahani sana mjombe.
kwa kitu ambacho kimetokea, ni bahati mbaya. Sikuwa na makusudio, lakini kabla ya ajali nilijitahidi sana kuweza kumkwepa. Lakini ndio hivyo, yashatokea. Kwa sasa hivi hatuwezi kuanza kulaumu. Mimi ninachotaka kufahamu ni tunafanyaje ili swala lisiwe kubwa. Kwenye ajali hakuna bahati mbaya. Kwani kama unajua kabisa hujui kuendesha, kwani hujaweka lena basikeli yako? Ili mtu ajue kabisa udereva ni lena hajui kuendesha. Unaendesha basikeli bila lena, afu sasa unaambia tufanyeje? Tufanyeje? Hapa unatakiwa umlipe bibi. Si umenielewa? Yaani kabla hajafika mbali. Unajua kwanza unaniharibia mudi yangu. Unajua mimi sikuwepo muda mrefu, sikuondoka karibuni mwaka mzima. Mimi niko Marekani, niliitwa kuweka uchumi sawa wa Marekani uliyumba. Trump aliniita. Nimetua tu pale airport, wamenikamata watu wa Mama Samia, nimeenda Dodoma. Hapa natokea Dodoma. Niweka na mambo sawa serikali. Nimefika hapa tena nakutana na mtu, unakuja kwenye mtaa unagonga gonga watu. Sasa nataka tulimalize hili swala, yani basi tuliongee tu. Yaani kifamilia tulimalize tuliongee. Unajitia kwenye matatizo makubwa sana. Bibi na wewe nyamaza, unafikiri uko leba sasa mambo gani unalia namna hiyo? Umevunjika mguu. Naona. Sasa msiunyamaze tu, ndio tunafanya mambo ya mazuri hapa. Ndio mguu unaniuma sana mjumbe. Angalia mvizaka hapa kome vipi. Tulia. Umenielewa? Sasa sikiza nikwambie kitu kimoja. Mimi nachoshauri, mimi ninavyoona bibi jinsi anavyouma, kwa siku moja mpatie shilingi 10,000. Mjumbe, mimi ni mgeni. Na hapo unaponiona hata hiyo baskeli nimeazima tu. Yaani ndio kwanza nimeanza kazi leo siku ya kwanza mjumbe. Shilingi 10,000 naitolea wapi? Ungeangalia basi njia nyingine ya kunisaidia, lakini shilingi 10,000 kila siku siwezi kuipata. Biashara yenyewe bado changa kabisa ile mjumbe. Wewe hauko serious. Ngoja nimuulize bibi, kwa hiyo vipi yapata kwa siku 5,000 si inatosha fresh yao? Sawa. 5,000. Ndio sawa. Sasa bibi kidogo, unajua hawa ni watu wazima nao kidogo wana huruma. Yaani ile swali ingenikuta mimi, yaani namba 10 ungetoa kwa kila siku. Lakini kwa sababu bibi huyu kwa hapa tumekubaliana, nimemwambia akasema kuwa shilingi 5,000 kwa kila siku. Na maana ili apate mahitaji ya asubuhi, mchana na usiku. Huyu bibi ni mjane, ana mume, hapo ulipo yupo mwenyewe. Umeelewa sijui? Hapo na matatizo alomsababishia hayo hawezi tena kutafuta kufanya chochote. Kwa hiyo pesa ndio itamsaidia katika maisha yake. Na kuomba sana ndugu yangu, kwa sababu ushakuja kwenye mtaa wangu na mimi sitaki kuona wewe unaenda kunyoa, una ndevu nzuri na nywele nzuri. Ukienda jela, ukiingia hapo ukifika tu pale jela, kwa sababu utamaliza sabuni, unapigwa kipara. Uko tayari kupigwa kipara na nyapara? Uko tayari kupigwa kipara na nyapara? Kumbe unaogopa kupigwa kipara na nyapara. Haya basi lipa hiyo 5,000. Sawa mjumbe, mimi sijakataa. Nitajitahidi kuanzia kesho nitakuwa natoa hiyo shilingi 5,000. Lakini kwa sababu leo ndo kwanza naingia kazini, naomba tu mniruhusu nikapambane, alafu kuanzia kesho nitaanza kutoa hiyo shilingi 5,000. Kwa sababu ushafikia hatua hiyo, basi hakuna shida. Hilo swali limepita. Kwa hiyo kwa siku utatoa shilingi 5,000, sawa, ili apate huduma zake. Lakini ikitokea siku haujatoa pesa, aisee ndugu yangu, utaishia pabaya. Nitajitahidi kufuata maelekezo yako kiongozi. Sawa, hakuna shida. Basi sawa, mimi naomba nikahangaike ili kesho nisije kukosa hiyo pesa. Unaweza kaenda, hakuna shida. Maisha na matatizo, mbona kama naelemewa. Hiyo ndo dawa ya mtu mgeni. Sawa. Yaani hiyo ndo dawa yake. Akiingia kwenye mtaa watu kama hivyo, hiyo ndo dawa ya kumkomesha tu. Sawa. Unaona? Sasa nikwambie kitu kimoja, kwenye hiyo 5 hiyo 2.5 yako, 2.5 yangu. Mjumbe, sio ungechukua 2, mimi nibakizie 3. 2 vipi? Wewe bakula zote unazozichapa una masiara. Au nipige minusu nimuite? Hapana. Wewe nakuja 2.5. Nakuja 2.5. Wewe kwega. Hivyo ndo vipi? Niko poa. Mzima kabisa. Mimi najua. Kwa nini yangu misoto kimo imeniruka? Vipi, umeshindaje? Nimeshinda salama. Vipi wewe uko kazini? Mimi huko kwangu kila kitu kiko poa. Sema nimerudi nimechoka kidogo, kasema nije ili niweze kupumzika. Lakini nikikutazama naona kama kuna kitu hakiko sawa. Una shida gani? Nipo sawa.
Lakini Medic, siku mbili tatu zisikuelewi. Mara marafiki zako wanakuja nyumbani, hutaki kuonana nao. Na leo hii wakati nipo njiani, kuna mtu kanipatia bahasha. Na kanisisitiza sana hii bahasha ikufikie. Nipatie. Mbona hamna kitu sasa? Au ulishaifungua? Hapana, sijafungua. Nani amekupatia hii bahasha? Anaitwa Nyuki. Huyu Nyuki ana maana gani kuniletea bahasha ambayo haina kitu ndani? Na amemfahamu vipi mke wangu? Hapa kutakuwa na tatizo. Vipi? Kuna shida? Hamna shida. Mama wangu. Mbona kama upo sawa? Niko sawa. Kama kuna tatizo, naomba uniambie. Mimi ni mke wako. Usijali mke wangu. Kuna baadhi ya mambo machache ofisini yananichanganya, lakini usijali. Kila kitu kitakuwa sawa. Mume wangu, kama kuna tatizo, naomba niambie. Mimi ni mke wako. Kuna vitu ofisini vinanichanganya. Sasa ngoja niende mara moja, baadaye nitarudi. Mume wangu. Wanakuchekea usoni, moyoni mwao kubaya. Leo. Za asubuhi. Salama dada yangu. Kwema? Kwema. Samani, kama nishawahi kuona sehemu. Kuniona? Yeah. Sidhani, kwa sababu mimi ni mgeni katika huu mtaa. Bila shaka dada yangu utakuwa umeifananisha. Duniani tuko wawili. Lakini karibu Maziwa. Asante. Maziwa unauzaje? Maziwa lita ni shilingi 2000. Alafu ni safi kabisa, moto. Yaani ni ya leo asubuhi. Haya basi, naomba nipe lita 1. Lita 1 eh? Ndio. Haya hapa dadangu. Hapana. Sihitaji change. Unamaanisha nichukue yote? Yeah. Lakini dada, maziwa lita ni shilingi 2000 tu. Mimi nadhani nikupatie change yako. Hapana. Kuwa na amani. Nimekupa tu. Wala usijali. Asante sana dadangu. Nashukuru. Usijali. Karibu. Samani. Ningependa kila siku unaletea maziwa nyumbani kwangu. Sawa. Haina shida. Mimi nitakuwa nakuletea kila siku asubuhi. Haya, karibu. Amanda, yaani sikutegemea kama ungekuwa una akili kiasi hichi. Nilikuwa hata sifahamu mteja atatokea wapi. Yaani nilikuwa nimechoka. Lazima nifanye hivyo mama, kwa sababu tukiuza chapati tutapata hela kununua chakula. Una akili sana mtoto wangu. Unajua nakupenda sana. Alafu unajua mimi nafurahia ya maisha ambayo tunaishi sasa hivi. Hata kama tuna maisha magumu,
ya chini, lakini kwa sababu tunaishi na baba vizuri, tena tuna amani, sitamani hata turudi kwenye yale maisha mazuri, kwa sababu mali zinatafutwa. Isitoshe naogopa sana, kwa sababu najua kama baba akirudi kwenye maisha yake mazuri anaweza akatusahau tena, na safari ya kitusahau sidhani kama atatukumbuka. Najua mama mbaya atakuwa na plani nyingi sana. Bora tukae na baba yetu huku Swahilini kwenye maisha yetu magumu. Sawa mwanangu? Bora ugali mahade kwenye furaha kuliko mainitende. Kiongozi, kuna jambo limenichanganya kidogo. Wakati narudi nyumbani nimepewa bahasha na nikaambiwa bahasha hiyo ndio ulipeleka pale. Lakini wakati naikagua bahasha ile ilikuwa iko empty. Nikasema hapana, hapa kutakuwa kuna kitu ambacho hakiko sawa. Nikaona ni vyema nikufuate ili uweze kunijuza. Ulikuwa na maana gani kuniletea bahasha ambayo ni empty? Haya, mimi naelewa. Ni shujaa kwa kuwa uiwinda kesho bila mtego. Jeneza bila mwili wa marehemu linakuwa empty kabisa. Maneno yako kama yana mafumbo fulani hivi na sijapata kung'amua chochote hapo. Hebu naomba niweke wazi, bado sijakuelewa vizuri. Hebu naomba uweke akili yako hapa na unisikilize kwa makini. Mara kadhaa umekuwa ukionekana na Twizy. Taarifa ninazo na ninajua mmekuwa na ukaribu sana. Sasa hii inanijengea hofu. Kwa nini mshirika wangu amekuwa na urafiki mkubwa na adui yangu? Kiongozi, mimi nahisi hapo utakuwa labda au kupaelewa vizuri. Nakumbuka mara ya kwanza ni wewe ndio uliniambia kuwa nimzungushe Twizy, na hiki ndio kitu ambacho nilikuwa nakifanya. Sidhani kama kuna tatizo lolote ambalo liko hapa linashindelea. Na mimi siwezi nikakuzunguka kwa ndo shaka katika hili. Nimekuwa na hofu sana na wewe. Naona kabisa unaenda kunisaliti. Hapana. Unajua mimi napenda sana kuishi katika makubaliano. Na najua nikijivuruga katika engo yoyote ile nitaiponza familia yangu. Na hiko ni kitu ambacho sitamani kitokee. Na ndio maana nimekuwa nikiishi kwa kufuata misingi tuliyokubaliana. Kwa hiyo naomba tu niamini kiongozi wangu, wala hata usiwe na wasiwasi na mimi. Sikiliza. Nimekutumia salamu tu kidogo kwa kukupa bahasha. Na maana ya ile bahasha kuwa tupu ni jeneza linahitaji mwili wako. Kwa hiyo usipokuwa makini, narudia tena, usipokuwa makini, jeneza linahitaji mwili wako haraka sana iwezekanavyo. Hapana kiongozi, hapana. Kwani tufike huko? Yaani huko ni mbali sana. Yaani sijui niongee kitu gani ili uweze kuniamini. Sijui niongee kitu gani, lakini naomba utoke huko. Naomba sieni. Twizy ananiponza. Kiongozi, niamini, sina chochote kibaya ninachokifanya. Niamini mimi. Niamini, na wala siwezi nikafanya chochote kibaya. Tafuta namna nzuri ya kuliweka sawa hili jambo. Kiongozi, nimechoka. Nahitaji kupata muda mzuri kwa ajili ya kupumzika. Vipi mume wangu? Mbona unaonekana kama uko sawa? Kuna changamoto yote imetokea leo? Wewe acha tu. Siku leo imekuwa ni mbaya sana kwangu.
Yaani ile asubuhi naingia kazini, pap, ajali. Nikampalamia mbibi wa watu chini, kesi kwa mjumbe. Mjumbe anakwambia anataka shilingi 10,000 kwa siku. Yaani mimi nimhudumie yule bibi shilingi 10,000 kwa siku na maisha nilokuwa nayo. Nilichoka kulialia nao, wakakubali shilingi 5,000. Kwa hiyo hapa nimeingia kwenye rejesho la afya ya mtu, kila siku nipeke shilingi 5,000. Sielewi. Yaani kivipi? Kuna mtu ulimgongaje umia? Kaumia, lakini sidhani kama kaumia sana. Sasa shida sio kuumia kwake. Changamoto ni hiyo shilingi 5,000 ambayo kila siku natakiwa niipeleke. Na hiyo baskeli nilokuwa nayo ndo hivyo tena nimedhaminiwa. Na yeye lazima nitolee shilingi 2,000 kwa siku. Hapa sielewi, nimepagawa mke wangu. Lakini baskeli haijaharibika. Baskeli iko sawa. Mimi nawaza, yani sijui kesho itakuwaje, kwa sababu pesa ambayo nilikuwa nimepata kwa ajili ya kesho ni mke nayo kama mtaji ndo nimeenda kumpa. Bora ugali mahade kwenye furaha kuliko mainitende kwenye majanga. Kuanza moja moja ni keri kuliko vioja. Chukua. Nini tena hiyo? Kamata kwanza. Kidogo kidogo maisha yaende, nikiwa mawe sina. Hiyo pesa ilibaki kwenye akiba baada ya kutoa pesa ya mtaji, kwa hiyo ndo faida ambayo ilibaki. Sasa kwa sababu wewe umeishiwa mume, chukua hiyo, itakusaidia kesho. Hii hapa ni kwa ajili ya biashara yako. Lazima upambane mtaji uweze kukua. Hebu yeke bana. Hii hapa ni kwa ajili ya biashara yetu sote. Chako changu, changu cha kwako, si ndio? Nakupenda lazizi, tukikosa leo naomba ipokee mume wangu. Vumilia kipenzi, yatapita matatizo. Asante sana. Tukikosa leo tutapata kesho. Usiwaze kwenda mbali, leo sio siri. Bora ugali mahade kwenye furaha kuliko mainitende kwenye majanga. Kuanza moja moja ni keri kuliko viojaoja na nyingi shari. Tadunduliza kidogo kidogo maisha yaende, nikiwa mawe sina msongo wala vipenjere. Baba yoyo mwenzio ndio nishakufa hivyo, na siwazi kwenda mbali na wewe, na kupenda hivyo hivyo. Bora ugali mahade kwenye furaha kuliko mainitende kwenye majanga. Vumilia kipenzi, yatapita matatizo. Nakupenda lazizi, tukikosa leo tutapata kesho. Vumilia kipenzi, yatapita matatizo. Nakupenda lazizi, tukikosa leo tutapata kesho. Usiwaze kwenda mbali, leo sio siri. Nifanye wako asali, nitakulinda wangu hani. Usiwaze kwenda mbali.